Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, na nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini katika nafasi hii ya Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Dr. Ashantu Kijaji, Waziri wa Mifugo na Uvuvi, ambaye kwa kweli tangu amefika wizarani ameleta chachu ya mafanikio makubwa ambayo leo tunayasemea hapa mbele yako Mheshimiwa Spika. Mama huyu ni mama wa tofauti. Upendo wake na maelekezo yake vyote vinaambatana kwa pamoja, na sisi wasaidizi wake kwa kweli tumekuwa katika wakati mzuri wa kufanya kazi kwa mashirikiano, kwa kujiamini, lakini pia tunatumia nafasi hii kumshauri vizuri ili mambo yote yaende vizuri hapa wizarani na lisiharibike jambo lolote. Kwa kweli tunaendelea kufundishwa. Mheshimiwa Waziri amekuwa ni mwalimu mzuri. Hata ukimpelekea taarifa yenye peji 500 ataisoma yote nukta kwa mkato, na hata kama umeficha vitu ndani vyote vitagundulika na Mheshimiwa Waziri atatoa maelekezo. PhD ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuru sana walioko chini yangu. Katibu Mkuu Profesa Shemdoe, manaibu katibu wakuu wote wawili Dr. Muhede na Muhinte, lakini pia wakurugenzi wote wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kazi kubwa na mashirikiano mazuri ambayo wametupa kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja ambao tumetekeleza bajeti hii iliyokwisha. Tuna imani kwamba kazi hii ambayo waheshimiwa wabunge leo mnakwenda kutupitishia, tunakwenda kuifanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa, kwa kushirikiana na wataalamu hawa ili malengo ya Watanzania yaweze kutimia. Na kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, kwa moyo mkunjufu kabisa, tuna watendaji, tuna timu nzuri sana wizarani, na wizara zingine kama zinapata nafasi ya kuja kujifunza Wizara ya Mifugo, karibuni sana. Sisi ni shamba darasa, tuna maprofesa wa kutosha, tuna madokta wa kutosha, na watu ni waeledi, wana weledi wa kiwango cha juu na wana uadilifu wa kiwango cha juu, na taifa hili lina hazina kubwa sana kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Naibu Spika, tumepokea ushauri wa waheshimiwa wabunge. Mengi yamesemwa. Pale mlipotuelekeza tumepokea, pale mlipotuonya tutajirekebisha, pale mliporekebisha tutahakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri zaidi, na hata pale mlipotusifu tumepokea, lakini hatuendi kulitilia maji. Tutakwenda kuboresha zaidi na kuhakikisha kwamba pote ambapo waheshimiwa wabunge wamechangia na kutuelekeza tunafanya vizuri sana. Mheshimiwa Spika, mimi kwa sababu bosi wangu atasimama hapa kuhitimisha, kwa kifupi sana Mheshimiwa Spika, nizungumzie mambo machache sana yanayohusu mifugo ambayo waheshimiwa wabunge wamejaribu kuyagusia. Jambo la kwanza limesemwa kwa nguvu kubwa sana hapa, ni kuhusiana na ubora wa nyama yetu iliyoko ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, hii kwa sababu tunaongea sisi humu ndani, ni lazima tuambizane ukweli. Ukweli ni kwamba nyama yetu kuna muda haina sifa. Labda nikiongea kauli hii kidogo isije ikaleta utata, sisi tunapenda kusema tu ule ukweli kwamba nyama yetu haina ubora wa kwenda nje ya nchi. Na hii ni kwa sababu huko nyuma hatukutaka kuchanja mifugo yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, lazima tuseme ukweli, bila kuchanja mifugo yetu kule nje ili tufanye hii biashara, kule nje wanataka wajue historia ya huu mfugo. Ulizaliwa lini? Uliumwa nini hapa katikati? Ulifariki lini? Uliuchanja lini? Na uliuchanja nini? Wakishajua hayo, ndipo unapata kibali cha kuingiza nyama kwenye nchi zao zilizoendelea. Sasa sisi hatukuwa na huu utamaduni Mheshimiwa Spika. Utamaduni huu Mheshimiwa Rais ameelekeza mwaka huu tunakwenda kuzindua chanjo ya kitaifa tarehe 16 mwezi wa 6. Mifugo yote nchi hii lazima ichanjwe kwa lazima. Na baada ya kuchanja mifugo yetu ndio tutakuwa na uwezo wa kuanza kuuza nyama yetu nje ya nchi kwa wingi.
Leo tusiulizane kwa nini hatuuzi nje ng'ombe, hatuuzi nje mbuzi wala kondoo. Kwa uchache sana tunauza kondoo na mbuzi, lakini ng'ombe kwa kweli hatuna soko, kwa sababu hatukuwa na utamaduni wa kutibu mifugo yetu. Ng'ombe anavyozaliwa ndivyo atakavyofariki. Hii haiwezekani. Lazima wafugaji wa nchi hii waamke na wajue kwamba mambo haya yanakwenda kwa afya. Ubora wa chakula lazima uzingatiwe, na wafugaji wetu wameshaelewa nchi nzima. Mheshimiwa Naibu Spika, hata hii ya kusema wengine bado hawajaelewa, mimi nataka nikuhakikishie wafugaji wameshaelewa kwamba lazima ng'ombe atibiwe, lazima ng'ombe achanjwe ili tuweze kuwa na masoko nje ya nchi. Na mimi niwapongeze sana, na nimemwona mwenyekiti wa wafugaji Tanzania yuko hapa. Tunamshukuru sana kwa kuwa mwalimu. Chama hiki kimekuwa ni chama cha kufundisha wafugaji na sio chama cha wanaharakati. Maana huko nyuma tulizoea chama cha wafugaji na chenye kinakuwa ni chama cha siasa ndani ya wafugaji. Leo tunaona chama kizuri kimesimama, kinasaidia wafugaji kuwaelimisha juu ya umuhimu wa kuondokana namna ya kuboresha mifugo yao. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, hili kwa kweli lazima tuambizane ukweli. Kuanzia mwezi wa 6 na kuendelea, mifugo yetu lazima ichanjwe ili iweze kukizi soko la kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili limezungumzwa hapa ni kuhusu mashamba ya NALCO. Mashamba haya ya NALCO, Mheshimiwa Spika, tumegawia wawekezaji. Na mimi nasema wala bila kuficha, wawekezaji hawa tulipowapa mashamba tumekuja kuwakagua wawekezaji hawa, wala sio wawekezaji. Nao ni wachungaji kama ambavyo wachungaji wengine tu. Mtu ana hekari 10,000 lakini ana ng'ombe 50. Wakati jirani yake pale pembeni ana ng'ombe 5,000 alafu hana pa kuwapeleka. Mwisho wa siku mwenye ng'ombe 5,000 anaamua kuwapeleka kwenye mashamba ya watu ili ng'ombe waweze kula. Yule mwenye ng'ombe 50 alafu ana hekta 10,000 amekaa hapo analima lile shamba bila kufuga. Tumeshatoa maelekezo, mashamba haya yote lazima yarejeshwe NALCO ili tutafute wafugaji wa uhakika katika taifa hili waweze kupewa mashamba hayo. Na wale wawekezaji ambao tumewapa mashamba hasa maeneo ya Kagera, na hili tusije tukalaumiana Mheshimiwa Spika. Mashamba ya kule Kagera wamekwenda kukodisha watu kutoka nje ya nchi, mang'ombe ya kutoka nje ya nchi yanaingia, yanachunga, yanamaliza, yanaondoka, na mwisho wa siku hatupati faida. Na mbaya zaidi, hatujui hata hawa ng'ombe kama ni wa kwetu ama sio wa kwetu, kwa sababu hata utambulisho hawana. Ndio watu wakasema twende kwenye zoezi la Heleni. Heleni itatufahamisha kwamba huyu ng'ombe aliyeingia hapa ni wa nchi gani, ili tumkamate vizuri, tumtaifishe vizuri, tuweze kupata faida katika taifa letu. Na wale waliopewa mashamba haya na wameyaendeleza na mikataba yao ni mwaka mmoja na wengine miaka 5. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri ameelekeza wale wote walioendeleza hayo mashamba wapewe miaka 25, 33 ili wawekeze zaidi kama ambavyo Mheshimiwa Mwijage alivyosema, alivyochangia katika mchango wake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa haraka sana nizungumzie habari ya ujenzi wa majosho. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi mkitupa hela hata kila kitongoji tutajenga josho. Kila kitongoji. Shida ni ufinyu wa budget. Tukipata fedha Mheshimiwa, hata kila kaya tunaweza kujenga josho. Fedha, tupeni hela tu. Sisi mkitupa fedha Mheshimiwa, hata kila baada ya nyumba 2 tunajenga josho, tunajenga na pale, tunajenga na lambo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Bashe, malambo yake haya yanatusaidia. Sasa tunakwenda kupandikiza samaki kwenye yale malambo yake ili wafugaji wetu wa samaki pia waweze kupata faida. Lakini pia hata mifugo inapata maji kwenye malambo hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, uhaba wa malisho, wizara imejitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Tumetangaza sana habari ya mbegu ya majani. Sasa hivi karibia kila kanda kuna senta ambayo tumeweka kwa ajili ya mbegu za malisho. Ukienda kule Mbeya, Mbalali, tuna senta pale, tuna junka nzuri ambayo inazalishwa pale. Wafugaji wote wa kanda hiyo wanaweza kwenda pale kuchukua mbegu kwa bei ya chini sana ili tuweze kuzalisha. Ukienda Pwani pale Kibaha tuna shamba letu zuri sana, tunazalisha. Ukienda Kagera kule Kikurula tuna shamba zuri sana, tunazalisha. Na kwa kweli tunahamasisha, na mbegu hizi za nyasi zimekuwa na mafanikio makubwa, na wafugaji wameona mafanikio makubwa sana kupitia nyasi hizi. Mheshimiwa Shali Raymond amesema kuhusu mtambo ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu aliahidi. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa Shali kwamba kabla ya bunge hili kuahirishwa utakuwa umeshapata mitamba yako 2, utaondoka nayo. Ukishakamilisha upatikanaji wa usafiri, hata kesho tuko tayari kukuletea mitamba yako ili uweze kuwapelekea wafugaji wako. Bwawa la Getere, Mheshimiwa Getere, tumeshazungumza makoridoni huko, tumekuhakikishia kwamba fedha ziko tayari, bwawa lako litakuja kukamilika. Wewe na Mheshimiwa Rukuvi na Mheshimiwa Simbachawene wote kilio chenu hicho, basi tutakwenda kuyakamilisha mabwawa yenu katika maeneo yenu yote ambapo mmeweza kuyasema.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa, mambo mengi atakuja kuyahitimisha Mheshimiwa Waziri, na kwa sababu siruhusiwi kumkaribisha, naomba nihitimie hapo. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri.